The Royal Moroccan Armed Forces ni jeshi la taifa la Morocco ambalo linajumuisha vitengo mbalimbali vya ulinzi na usalama wa Morocco, ikiwemo jeshi la anga, jeshi la kivita, jeshi la ulinzi wa mfalme, pamoja na vitengo vingine mbalimbali vinavyoongozwa na King Mohammed, ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya taifa la Morocco. Hadi kufikia sasa, jeshi hilo lina watumishi zaidi ya 400,000 pamoja na wanajeshi wa akiba zaidi ya 250,000, na kati ya wanajeshi hao wapo wapinzani wananchi wanaoishi chini ya jeshi hilo lenye historia ya kudumu katika taifa la Morocco tangu mwaka 1956. Association Sportive des Forces Armées Royales, ukijumuisha na mji wa Rabat aliyopo makao makuu ya jeshi la Morocco, ndiyo yaliyoliunda jina la AS FAR Rabat. Ukipenda unaweza kuwaita Al-Askir, yani wanaume wa jeshini. Historia ya FAR Rabat bila ya kulitaja jina la marehemu Moulay El Hassan haiwezi kukamilika, ambapo kutokana na mapenzi yake kwenye soka, Moulay Hassan, ambaye alitangazwa kuwa Crown Prince mwaka 1957 kabla ya kuwa mfalme mwaka 1961. Crown Prince Moulay, ambaye kwa wakati huo alikuwa ni kiongozi wa juu zaidi wa jeshi, alitoa amri mwaka 1958 ya kuanzishwa kwa timu ya mpira wa miguu yenye muundo sahihi utakaohusisha wanajeshi wenye ujuzi wa kutafuta na kufundisha vipaji mbalimbali vya soka vitakavyounda timu hiyo, na hapo ndipo ilipozaliwa timu ya jeshi ya AS FAR. Kutokana na ubora wake kiuchezaji, mwaka mmoja tu mara baada ya kuanzishwa kwake, AS FAR ikashinda ubingwa wa kombe la mfalme nchini Morocco kwa ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mouloudia Ouja, na baadaye mwaka huo wakamaliza kama vinara wa ligi ya Championship katika taifa la Morocco. Moja ya historia kubwa inazoshikilia AS FAR ni pamoja na ile utukutu wao, ambapo mara baada ya kufungiwa mwaka mzima kwa vurugu walizofanya katika mchezo wao dhidi ya Maghreb Fez, FAR walionyesha ubabe wao na wakaweka pembeni masuala ya kushindana katika michezo ya ndani na kuanza kucheza michezo ya kirafiki na vilabu vya Ulaya. Wakapita katika mataifa kama Hispania, Ufaransa, Urusi pamoja na mataifa mengineo, na moja kati ya historia yao nzuri mchezo waliocheza dhidi ya klabu ya FC Barcelona katika dimba la Camp Nou na kupoteza kwa magoli 4-0, huku mchezo wao mwingine wa kirafiki ni ule wa sare katika dimba la Vicente Calderón dhidi ya Atletico Madrid uliomalizika kwa sare ya magoli 2-2. Mbali na michezo ya kirafiki, AS FAR inashikilia rekodi ya kushiriki kombe la mfalme Mohamed wa 5 mwaka 1962 na kufanikiwa kutoa nafasi ya 3 katika kombe hilo mara baada ya kuitandika Real Madrid kwa magoli 4-3, huku pia wakishikilia rekodi ya kuwa timu ya kwanza kutoka katika taifa la Morocco kushiriki michuano ya Afrika mwaka 1968 na kufanikiwa pia kuwa timu ya kwanza kutokea katika taifa la Morocco kushinda ubingwa wa Afrika mwaka 1985, na miaka 20 baadaye wakafanikiwa tena kurejea Morocco wakiwa na ubingwa wa kombe la shirikisho la CAF mwaka 2005 mara baada ya kuitandika Dolphins ya Nigeria kwa jumla ya magoli 3-1. Mapema mwaka huu tarehe 5 mwezi Septemba, uwanja wa Prince Moulay ambao ndio ulikuwa uwanja wa kwanza wa AS FAR kabla ya kuhamia katika dimba la Stade Mohamed V, walifunguliwa rasmi baada ya kufanywa marekebisho na kuufanya uwanja huo kuwa na uwezo wa kubeba mashabiki zaidi ya 68,000, huko ukitarajiwa kuwa miongoni mwa viwanja vitakavyotumika katika michuano ya AFCON pamoja na kombe la dunia lijalo la mwaka 2030, na huo ndio uwanja wa asili wa nyumbani wa AS FAR. Kama unafikiri kuwatisha AS FAR na ujio wa mashabiki, basi unajidanganya. Achilia mbali mashabiki wao maarufu, yani Ultras Askari, AS FAR ndio timu yenye mashabiki wengi kuliko timu yoyote ndani ya taifa lililohamasika kisoka, yani taifa la Morocco. Ni hawa AS FAR Rabat waliodai angalau kupewa nafasi ya mashabiki 1500 waliosafiri kutoka Morocco ili kuingia katika taifa la Misri kutazama mchezo wao wa marejeano dhidi ya Pyramids, licha ya kupoteza magoli 4-1 katika mchezo wa kwanza. Miongoni mwa mashabiki wenye historia ya ukorofi pamoja na ushangiliaji wao wa kutisha, ikiwemo kutumia vilipuzi
pamoja na moshi mkali uwanjani. Kikosi cha AS FAR kinakadiriwa kuwa na thamani ya jumla ya euro milioni 12.89, ikiwa ni zaidi ya bilioni 36.8 za Kitanzania, huku kikosi chao kikijumuisha jumla ya wachezaji 24 pekee, safu yao ya kiungo ikiwa na thamani ya juu zaidi ndani ya kikosi hicho. Katika kikosi cha AS FAR, nyota Reda Slim ndiye anayetajwa kama mchezaji ghali zaidi ndani ya kikosi hicho, akiwa na thamani ya jumla ya euro milioni 1.5, ikiwa ni sawa na bilioni 4.2 za Kitanzania, akiwa na thamani sawa na mlinzi wa kati wa klabu hiyo Mohamed Himrat. Ndani ya kikosi cha AS FAR inajumuisha wachezaji 4 pekee ambao sio raia wa Morocco, yani Nuh Abdi, To Canero, Destin Manriho pamoja na Achref Habasi. Pamoja na ubabe wao, AS FAR wameliona kombe la ubingwa wa ligi ya Morocco mara ya mwisho msimu wa 2022-2023, huku wakiishia kumaliza wa pili katika misimu miwili mtawaliwa, huku hadi sasa wakishika nafasi ya pili nyuma ya Wydad kwa utofauti wa alama 2 pekee baada ya michezo 8 ya kwanza ya ligi hiyo. AS FAR wameshinda jumla ya mataji 13 ya ligi yao ya ndani, wakishinda makombe 12 ya mfalme, kombe moja la ligi daraja la pili, Super Cup ya Morocco mara 4, CAF Champions League mara 1 na CAF Confederation Cup mara 1, ikiwa ni jumla ya makombe 32 rasmi katika historia ya klabu hiyo. Katika michuano ya kimataifa, AS FAR wamefanikiwa kushiriki ligi ya mabingwa Afrika mara 13, kombe la shirikisho mara 7, pamoja na kombe la washindi la CAF mara 5, wakicheza jumla ya michezo 162 ya mashindano ya Afrika na kufanikiwa kupata ushindi mara 74, sare mara 40, pamoja na kipigo mara 47, huku wakifanikiwa kufunga magoli 236. Kwa sasa, AS FAR inaongozwa na jenerali wa jeshi Mohamed Haramu kama rais wa klabu hiyo, huku kocha wa FAR akiwa ni kocha msaidizi wa zamani wa FC Porto, Alexandre Santos. Hawa ndio wapinzani wa wananchi pale Amani Complex, Jumamosi ya Novemba 22. Kila laheri wananchi na kila laheri Tanzania. 88.5 Shamba FM.